Wataalamu wa masuala ya kisiasa wanasema siku za kuishi katika taifa la Burkina Faso kwa kamanda Ibrahim Traore zinahesabika, na hii wakilinganisha na matukio ya hapo nyuma ambayo yaliwaondoa uhai marais ambao walikuwa na karba kama ya Traore, akiwemo Kanali Muammar Gaddafi wa Libya. Hii ni sehemu ya pili, mfuatiliaji na mtazamaji wa BMTV Tanzania. Tunaendelea kukuletea majaribio na manusura ya mauaji kwa Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Utakumbuka katika sehemu ya kwanza tuliona namna ambavyo kamanda Captain Traore anaruka kiunzi cha kifo baada ya kuwekewa sumu kwenye chakula akiwa katika maskani yake ya ikulu ya Kosiam jijini Wagadugu. Mtazamaji wetu, kama ulipitwa na sehemu ya kwanza, na kusihi ufanye hima kutazama video iliyopita ujionee majaribio ya Ibrahim Traore, na ndipo utasadiki na kuelewa kwa nini wafalme na wakuu wa nchi wanaongoza kwa kuamini msemo usemao trust nothing and suspect everything, yaani usiamini chochote na shukia kila kitu. Unaweza ukasikiliza na kudhani matukio na majaribio haya kwa mbabe Captain Traore, rais wa Burkina Faso, ni historia. La hasha, ni bayana, na unachopaswa kuzingatia mtazamaji ni matukio ya kudhuru na kukatisha uhai na maisha ambayo yaliripotiwa kufanyika mfululizo hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2022 na katikati ya mwaka 2023. Katikati ya mwaka 2023, baada tu ya jaribio la kuwekewa sumu kukabiliwa vilivyo na hatua kuchukuliwa kwa watuhumiwa, hapakuwa na kificho tena, kwani waratibu wa majaribio hayo miongoni mwao walibainika pia kuwa ni marafiki na vigogo anaowaamini sana Captain Traore, rais wa Burkina Faso. Ndipo makundi ya uhasama dhidi ya dola ya serikali anayeongoza Traore yakarudi tena msituni na kuanza kusuka mipango yao sawa ya kumuua kamanda huyu, yote hii ikiwa ni tamaa ya madaraka. Baada ya kusuka mitego ili kuangusha himaya ya Traore, wakaamua kurejea na kusuka njama tena, na mara hii wakiandaa shambulizi la kuvizia, yaani ambush, kwenye msafara wa Traore. Na shambulio hilo lilipangwa kutekelezwa wakati Traore akifanya ziara ya kijeshi katika moja ya battalion ya jeshi la ardhini, Infantry Battalion, katika mkoa wa Sorour, magharibi mwa Burkina Faso. Na jaribio hili likapewa jina la mita 2 kutoka kifo, yaani 2 meters from death. Wakati shambulio hilo likifanywa dhidi ya msafara wa Traore, kilomita chache msafara ukikaribia daraja la Bolomo mkoani Sorour, ghafla tu wanamgambo wa kigaidi waliojipamba kwa kuficha nyuso zao kwa vitambaa wenye silaha za kivita walianza kushambulia msafara huo kwa risasi, maroketi na mabomu ya kutupa kwa mikono. Wakafanikiwa kuzingira msafara huo, huku macho yao yakibaki kuangaza iwapi Ibrahim Traore, ili tu wakamilishe azima yao ya kumuua. Wahenga walisema daima Mungu hamtupi mja wake, na Waswahili wa pwani wakaongeza kwa kusema kuwa kama Mungu hajapanga ufe, basi hautokufa hadi yeye akuite kwa amri yake. Licha ya makachero na walinzi wa Captain Traore kujaribu kudhibiti shambulio hilo kwa majibizano ya risasi na mabomu, huku Traore naye akiwa timamu kujilinda kwa bastola yake iliyokuwa kiunoni iwapo nguvu zaidi ingehitajika, lakini ilikuwa sawa na kazi bure. Muda mrefu ukapita, magaidi nao wakiusogelea msafara huo kwa karibu zaidi, na ndipo helikopta iliyokuwa imejaa wanajeshi kutoka jeshi la Burkina Faso ikaonekana angani, huku ikitoa risasi za moto maeneo yote ambayo magaidi hao walikuwepo. Na kisha kamanda Traore
akahamishwa kwenye helikopta hiyo na kurejeshwa ikulu ya Kosiam jijini Wagadugu. Mwanaume Captain Traore akanusurika tena kutoka kwenye dimbwi la usingizi wa kifo, ingawa baadhi ya maafisa na askari wake waliuawa na miili yao ikatwaliwa kwa ajili ya taratibu za mazishi na maziko. Kufuatia shambulio hilo, intelijensia ya Traore ilibaini kuwa nyuma ya wanamgambo hao walikuwepo pia baadhi ya viongozi waandamizi wa zamani wa nchi hiyo, akiwemo Rais Henry Damiba ambaye alitolewa madarakani kwa mapinduzi yaliyofanywa na Ibrahim Traore. Tukio hilo la shambulio la kuvizia lilimfungua macho zaidi kamanda Traore. Akasema sasa anafahamu kuwa tishio halikuwa tu ndani ya jeshi bali hata nje pia watu wanamuinda, na akaapa akisema ipo siku yao isiyofahamika, watalipa kwa kile wanachokifanya. Baada ya kumshindwa Traore kwa jaribio hilo, ndipo likatengenezwa tena jaribio lingine, ikiwa ni jaribio la 5 likipewa jina la mapinduzi ya siri, na hii ilikuwa katikati ya mwaka 23, na mapinduzi haya yaliongozwa na baadhi ya mawaziri wa serikali ya Burkina Faso. Katika baraza la mawaziri, njama hiyo ya mauaji iliratibiwa, ikapangwa na ikapangika, mapinduzi ya siri yenye msaada wa mataifa ya kigeni ndani yake, huku Ufaransa ikitajwa kwenye tetesi kuwa mshirika katika dhambi hiyo ya kuwashawishi baadhi ya mawaziri kushiriki katika njama za kumuua kamanda Traore. Mpango wao ulikuwa kumuondoa madarakani Captain Traore kwa namna yeyote ile, huku wakinuia kutekeleza shambulio hilo wakati wowote Traore atakapopata safari ya nje ya nchi ya Burkina Faso. Basi huko Wagadugu, kupitia redio na televisheni ya taifa hilo RTB, wao wafanye mapinduzi kwa kujitangazia madaraka ya nchi na kumpiga marufuku kukanyaga ikulu, na ya kwamba kuanzia siku hiyo Captain Traore sio rais wa Burkina Faso tena. Katika jaribio hili mwanaume Traore akakiepuka tena kikombe hiki, na mara hii intelijensia ya makachelo wake ilibaini mapema taarifa za uwepo wa mapinduzi haya ya kimya kimya na kuwakamata walioshiriki kupanga njama hizo kabla hata hawajatekeleza azma hiyo. Uaminifu kwa baadhi ya viongozi na marafiki wanafiki ukapungua. Sasa vita ikawa kubwa kuliko yeye, na hakuna kiongozi yeyote aliyekuwa anamwamini. Akaamua kufumua uongozi mzima na kuanza kuweka watu wake anaoamini zaidi, huku wale waliokamatwa wakipelekwa kusota jela. Wakati akiendelea na uteuzi wa viongozi wa baadhi ya maeneo muhimu zaidi katika nchi ya Burkina Faso, wakajitokeza mamluki wa kimataifa na kukodi baadhi ya watu wanaosifika kwa utekaji, utesaji na mauaji, wakikodiwa na kupewa kazi hiyo ya kumuua Traore, na hiyo ilikuwa mwishoni mwa mwaka 23. Kwa mara ya kwanza wauaji wa kukodiwa kutoka nje ya nchi ya Burkina Faso wakapewa kazi ya kumwangamiza kamanda Traore. Kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 4 ziliwekwa mezani iwapo tu watafanikiwa kumuua Traore. Watu hao walifanikiwa kuingia Burkina Faso wakijifanya wafanyabiashara, lakini dhamira yao kuu ni moja tu: Traore lazima uawe. Bahati nzuri ikawa tena upande wa Traore, na akanusurika tena katika jaribio hili baada ya timu yake ya ujasusi kuwasaka na kuwakamata wauaji hao kabla ya kutekeleza mpango wao. Mtazamaji wetu, jiulize hapo kimoyo moyo, sijui ungekuwa wewe hapo katika majaribio yote hayo, ungepona katika jaribio namba ngapi? Sasa ni bayana mataifa makubwa na yenye nguvu hayakutaka na hayataki Traore aendelee kuiongoza Burkina Faso kwa sababu ya utajiri wa rasilimali za nchi ikiwemo madini na mafuta, na hawataki watu wa Burkina Faso watajirike kupitia rasilimali zao. Ni nini kitamkuta Rais Traore, kamanda na kipenzi cha wana wa Burkina Faso? Tukutane tena katika sehemu ya 3
Jina langu ni Castor Elias.